Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anasema kwamba jeshi lake litaungana na Marekani kuzuia mlango wa bahari wa Hormuz ambao unamilikiwa na Iran. Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israel, amesema kwamba Israel lazima imunge mkono mshirika wake na imunge mkono rais wa Marekani Donald Trump katika kile alichosema kuweka zuio dhidi ya mlango wa bahari wa Hormuz wa nchini Iran. Netanyahu alisema kuwa makamu wa rais wa Marekani JD Vance alimwarifu kuhusu mazungumzo aliyoyafanya na Iran baada ya kuondoka Pakistan, ambayo bado hajafikia makubaliano. Ikumbukwe kuwa kamandi kuu ya jeshi la Marekani US Central Command imetangaza kuwa mzingiro wa bandari za Iran katika ghuba ya Uajemi na bahari ya Oman umeanza kutekelezwa kwa amri ya rais wa Marekani bwana Donald Trump. Kwa upande mwingine, Iran imeonya kuwa meli yoyote ya kijeshi inayokaribia katika mlango wa Hormuz itachukuliwa hatua na kuwa ni uvunjaji wa mipaka ya nchi hiyo. Iran hata hivyo imetishia kuonyesha nguvu isiyokuwa ya mfano wake dhidi ya maadui hao. Wakati Israel ikisema inataka kuungana na Marekani katika kuweka kuzuio katika mlango huo wa bahari wa Hormuz, walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran wameonya kuwa Iran bado haijaonesha ukubwa kamili wa uwezo wake, wakisema ikiwa eneo hilo la Hormuz litazuiwa na Marekani na Israel, maana yake ni kwamba kutaibuka vita vikubwa, na ikiwa vita vitaendelea tutaonyesha uwezo ambao adui hajaufahamu, walisema walinzi hao wa mapinduzi. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Iran, msemaji wa walinzi wa mapinduzi wa Iran Hussein Mohebi amesema kuwa Iran itatumia mbinu za kisasa za kivita ambazo adui atakuwa na uwezo mdogo sana wa kuzuia. Msemaji huyo alisema Iran hata hivyo imeyataka mataifa ya Uarabuni kuwalipa fidia ya vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati. Balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa amewasilisha barua kwa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akidai fidia kwa uharibifu uliosababishwa nchini Iran wakati wa vita. Fidia hizi pia zilitajwa katika kipindi cha usitishaji wa vita. Katika barua hiyo imeripotiwa na shirika la habari la IRNA kwamba bwana Said Iravani alimwandikia Guterres akisema kuwa nchi hizo tano kupitia ukiukwaji wa kimataifa zimekiuka wajibu wao wa kimataifa kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran chini ya sheria za kimataifa, na hivyo zinawajibika kisheria na zinapaswa kulipa fidia kamili kwa uharibifu uliosababishwa kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwemo malipo ya fidia kwa madhara yote ya kimali na kimaadili yaliyotokana na ukiukwaji huo wa kimataifa. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kutufuatilia, endelea kuwa nasi wakati wote.